نحمده ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، إن من أعظم الأمانات التي أوكلنا الله سبحانه وتعالى إلينا تربية أبنائنا. Tukufu sahihi kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Tutakumbushana katika hotuba hii ya leo kuhusiana na somo lililopotea katika jamii ya Uislamu ambalo kichwa cha habari chaitwa at-tarbiyatu wat-ta'lim. Tarbia ni malezi, at-ta'lim ni mafundisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya tuliyotangulia kuisoma, ameongea na waumini na sio kuongea na Waislamu tu, ameongea na watu ambao wana sifa ya kuwa ni waumini, daraja yao imepanda kutoka kwenye istislamu kwenda kwenye imani. Kwa hiyo alitumia lugha ambayo ni fasaha, ambayo inastahili kuwaendea wale ambao ni mukhatabun. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nar, ziokoeni, ziepusheni nafsi zenu na za familia zenu kuingia motoni. Mwenye majukumu haya ni muumini, ahakikishe anaiokoa nafsi yake, anailinda nafsi yake, yeye na waliokuwa chini yake ambao yeye ana mamlaka kwao, ahakikishe wameepukika na moto wa jahannam. Watukufu wenzangu, wazazi wetu kuna sehemu walijikwaa, na naweza kusema walijikwaa kwa sababu ya kutokuwa na taaluma ambayo iliwafikia kwa usahihi. Kwa sababu hiyo wanakuwa hawaingii mapesani. Kujikwaa huko kumesababisha sisi sio kujikwaa tena, tuanguka chini kabisa na tuanguka kwa zetu kwenye suala zima la tarbia, malezi. Malezi yamekuwa ni hafifu katika jamii yetu, kiasi kwamba wewe unaonitizama na mimi hatuna malezi ambayo tulielewa nayo, ambayo leo
twayatumia katika kupeleka majambo yetu ya kidini. Malezi hayo hatuna. Nikukumbushe kitu moja tu ambacho waweza ukaungana na mimi. Kati yako wewe na mimi nina wasiwasi au ninaamini ya kwamba ndani ya mwezi huu wa Safar wapo watu ambao hatujawahi kuswali swala ya witri. Kati ya mimi na wewe unaotizama, kupo watu ambao swala ya witri hatujawahi kuswali ndani ya mwezi huu wa Safar mpaka unamaliza. Lakini nina shaka kwamba toka Ramadhani imemalizika, mimi na wewe hatujawahi kuswali swala ya witri. Ili Ramadhani tuliyoiaga na tumeaga swala ya witri. Mimi na wewe naamini ya kwamba tupo watu ambao hata hiyo Ramadhani yenyewe ambao ulikuwa ni mwezi wa ibadati mbalimbali, ile witri tulikuwa hatuipati. Kinachosababisha tuikose malezi hatukuwa nayo toka utotoni. Nikiwa nina maana, mzazi alikuwa wapi? Hivi wewe toka unazaliwa, je, swala ya witri ulikuwa ukiona ikifanyiwa ikiswaliwa ndani ya nyumba ya baba yako? Haya ndio malezi yanayokusudia, kwamba umekuwa unakiona hiki kitu chafanyika. Kama umekuwa ukioni, maana yake huna malezi nacho. Sasa katika vitu ambavyo vyazidi kutuweka chini ni malezi katika kuziendea ibadati zetu. Hatuna malezi. Mmoja katika muallifati anazungumza inna min a'zami amanati allati, hakika katika amana kubwa na tukufu ambazo aukalana Allahu ilaina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa tuzifanyie kazi, ni tarbiyatu abnai, ni kuwapa malezi vijana wetu. Hii ni amana kubwa sana ambayo tumepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyatu abnai, kuwapa malezi watoto wetu. Malezi inatakiwa mtoto ayaone yafanyikayo nyumbani. Mzazi awe ana kauli ya vile ambavyo anatamani mtoto awe ana kauli kwa mtoto wake, na kauli ile ifike kwa mtoto wake atingali bado mtoto. Hayo ndio malezi. Tukisubiria mtoto ana miaka mikubwa sasa, halafu twamlazimisha kwenda msikitini kuswali, atakwenda kuswali kama unavyoswali wewe, ambaye malezi ya ibada ya hakika hukuwa nayo toka utotoni. Ibn Majah katika sunani yake alisema kwenye hadithi ya 4049 wakati anaelekea hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi maarufu kabisa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yushak an ya'ti ala nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismu wala yabqa min al-Qur'an illa rasmu. Mtume anaitizama akhiru zamani, anatoa ishara, anatoa habari ya kwamba watu watakuwa hukumishoni. Mazingira ya akhiru zamani yatakayokuwa kwa Waislamu, la yabqa minal islami illa ismu, hakutabakia kwa Uislamu isipokuwa jina la Uislamu. Mtume anatabiri haya, huko mbele itafikia mahala sasa Uislamu ubakie kuwa ni jina. Man anta, ana muslimun, umeishia hapo. Hal anta nasrani? La,
unakataa tena kwa nguvu zote, mimi si Mnaswara, ana Muslimu. Tena unajibu kwa dhati kabisa kwamba wewe ni Muislamu, lakini hicho unachokizungumza ndugu yangu Muislamu ni jina. Sasa anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huko mbele mwisho wa akhiri zamani hakutabakia katika Uislamu isipokuwa jina, na kwenye Qur'ani pia hakutabakia isipokuwa ni michoro tu na maandishi. Lakini hakikatul Islami itakuwa imepotea, hakikatul Qur'ani itakuwa imepotea katika vifua vya Waislamu. Hii ni ishara na utabiri alisema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika wanachuoni wakati anaielezea hadithi hii, Ibn Uthaymeen rahimahullah, naye akasema, akaifafanua hadithi hii akasema hivi: al-maqsud, kilichokusudiwa kwenye hadithi hii, annahu la yabqa al-amalu bil-islam wala yabqa al-amalu bil-Qur'an. Hakutabakia matendo ya kutendea Uislamu kweli, wala hakutabakia matendo ya kutendea kweli Qur'an. Hii ni tafsiri ya Qur'an, ndio tuliokuwa nayo ndugu zangu Waislamu. Hatuna malezi ambayo yatatufanya tujitume katika kufanya kile tulichokizoea. Uislamu kuna hadithi inasemwa sana na mashehe na walimu, inasema hivi: man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yeyote Muislamu yoyote ambaye akhiru kalamihi, kauli yake ya mwisho katika maneno yake wakati anaondoka katika ulimwengu huu, kauli yake ya mwisho ikiwa la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, huyu mtu anaingia wapi? Peponi. Na kwa nini haikuweka masharti? Imeweka wazi tu moja kwa moja, kauli yako wewe, hata wewe mlevi vipi, uwe msinifu vipi, yaani uwe mpuzi utakuwa mpuzi, kama akhiru kalamik, kama kauli yako ya mwisho itakuwa ni la ilaha illa Allah, anta fil janna. Mtume hawezi kuwa mwema, utaingia peponi tu. Sasa ndugu yangu, hiyo la ilaha illa Allah usifikirie wakati wa kufa utaitamka wewe na mimi. Shida iko hapo, kila mtu hapo ndio hivyo. Ukisema la ilaha illa Allah basi usubiri. Sasa wewe tia azima hiyo, basi usubiri. Siku malakul mauti anafika, yanayokujia katika fikra zako sio la ilaha illa Allah kabisa. Kwa hiyo wajikuta wewe ni Muislamu, wajikuta kwamba ulikumbushwa kwamba kauli yako hiyo la ilaha illa Allah, na ukaazimia nitajitahidi wakati wa kufa nitamke la ilaha illa Allah, lakini wakati wa kufa umefika la ilaha illa Allah huioni. Kinachokujia ni habari zingine kabisa. Utakumbuka miradi yako, utakumbuka wake zako, utakumbuka familia yako, utakumbuka mapesa uliyoweka benki, utakumbuka kama ningejua zile pesa zangu ningezitumia mwenyewe, nilikuwa na mpango wa kufanya jambo fulani nikaliahirisha kwa sababu ya jambo fulani, sikujua kama umauti utakaokufikia karibuni. Hayo ndio atakayokufikia, lakini la ilaha illa Allah utaipata. Ni nani atakayepata la ilaha illa Allah? Ni mtu ambaye alikuwa ana malezi ya la ilaha illa Allah. Nikupe mfano mdogo, jipime tu wewe. Tembea ghafla, umejikoa umedondoka chini po, ile ghafla po, au uko ndani ya daladala, ile daladala imeonyesha kutaka kudondoka chini, imeinama sana mpaka imani yako imeondoka kwamba hapa tunadondoka, halafu angalia nini unachokitamka.
kama hutatamka mama yangu. Narudia, wakati mfadhaiko, mshtuko wa hali ya juu umekufikia, hebu angalia nini unachokitamka. Ndicho utakachokitamka wakati malakul mauti anachukua roho yake. Kwa hiyo ile akhiru kalami, mwisho wa maneno yako iwe la ilaha illallah, itapotea, utaipata. La ilaha illallah ataitaja mtu ambaye alikuwa ana malezi nayo, ana mazoea nayo, kila wakati anataja la ilaha illallah, kila wakati anataja subhanallah, kila wakati anamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni malezi. Tulipojikwaa, ndugu zangu, wazazi, waumini, naposema waumini ni watu wazima, tunatakiwa tutengeneze malezi utotoni. Lakini bahati mbaya, malezi tumemwachia mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa ambaye ana muda mchache kabisa wa kukaa na mtoto wako ambaye muda mwingi ulikuwa unamfundisha vitu vya ajabu. Nyumbani kwako anaangalia vitu vya ajabu tu, yuko na vitu vya ajabu, alafu anakwenda kukaa kwa mwalimu nusu saa, eti aende akabadilishe kitu ambacho ameweka kichwani ndani ya masaa 10. La, haiwezekani. Mwalimu wa kwanza ni wewe mzazi, na ndio maana kuna alwali anatakiwa ahakikishe yafuatayo: itqanu qiraati al-Fatihati bihurufiha alkamila wa harakatiha wa shaddatiha. Hii kazi sio ya mwalimu. Mzazi anapaswa ajue kwamba mwanaye ana uwezo wa kuisoma sura al-Fatiha kwa herufi zake zilizokamilika, kwa shada zake zilizokamilika, bila kuwa na mapungufu yoyote katika sura al-Fatiha. Mtoto anatoka nyumbani, unampeleka kwa mwalimu, tayari anajua kuisoma sura al-Fatiha kwa ukamilifu kabisa. Haraka zake zikae sawa, shada zake zikae sawa. Mimi na wewe tukisimamishana imamu asome jamani sura al-Fatiha, kila mtu asome, ni aibu tupu. Hizo haraka zote una uwezo gani wa kuzidhibiti kwa mwanao, uhakikishe mwanao yuko sawa. Sasa sheria inamtaka mzazi haya ndio ayafanye kwa mtoto wake, ahakikishe sura al-Fatiha imekaa vizuri kabisa, mwanae ana uwezo wa kusoma vizuri kabisa sura al-Fatiha. Lakini cha pili, at-talqin wa tahfidh. Mzazi ahakikishe amemtamkisha mwanaye na amemhifadhisha walau min surati Duha ila surati Nas. Ametoa tu mfano, uhakikishe umempangia utaratibu walau kuanzia surati Duha mpaka Nasi. Mtoto wako ana uwezo wa kuzisoma na kuzihifadhi vizuri. Kwa nini? Maana yake tunamtengeneza huyu mtoto awe ana uwezo wa kufanya ibada vilivyo. Kama suratul Fatiha itakaa vizuri, maana yake akiitoa na suratul Nas vizuri, tulishampata mswaliji mzuri. Yaliyobakia ni madogo, lakini yale yanayopatikana katika qiraa tayari yameshapatikana katika mdorongo uliokuwa. Hii kazi yako wala sio ya mwalimu. Nikusaidie kitu kimoja, nisikupe mzigo mkubwa kwamba hivi nilivyo nitawezaje kumsomesha mtoto wangu, kwa sababu ya kwanza elimu hiyo labda sina, lakini kwa majukumu yangu natoka saa 10 alfajiri narudi saa 6 usiku, nitawezaje kumsomesha mwanangu? Hakikisha ndugu yangu, mwanao awe na jiadili, awe anasoma madrasa, lakini awe ana uwezo huo umemtengenezea njia nyingine, ima kwa mwalimu wake huyo. Nenda kwa mwalimu, tafuta siku, mwalimu nataka katika wiki siku ya mapumziko yangu mimi nije kwako, lakini kinachonileta mimi mtoto wangu nataka ahifadhi kitu fulani, lakini uwezo hapo, naongea mwalimu hapo, mtoto hayupo, uwezo wa kuthibitisha kwamba yuko sawa mimi sina. Nataka mtoto huyu tukae watu hao watatu, mimi
wewe mwalimu na mtoto. Pale ninapopakusudia mimi, nataka apasome, wewe uingilishe kwamba mtoto huyu yuko sawa. Nitoke pale nimejiridhisha kwamba ni surati Duha ila surati Nasi hako vizuri kabisa, wewe utakuwa umemfundisha mwanangu. Hii njia ifanyeni ndugu zangu, ifanye kwamba hakikisha uwe una mazingira unayoyatamani mwanao awe na uwezo. Wewe huna, kaa na mwalimu, tafuta muda, kaa naye mkiwa watatu, hebu amsomee mwalimu na mwalimu ahakikishe mtoto yuko sawa. Kama mwalimu atakuwa amefanya uadilifu mdogo, wewe lazima tena mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kingine ambacho mzazi unapaswa kufanya, hakihitaji elimu, kinahitaji malezi, ni atanbih ala ta'dhimi al-Qur'ani wa ihtiramihi wa wad'ihi fi makani murtafi'. Hakikisha Qur'ani iliyopo nyumbani kwako, Qur'ani msahafu, hakikisha mwanao anauheshimu kuliko kawaida, kiasi kwamba awe anauheshimu na kumtukuza, na msahafu huo unawekwa mahala murtafi, mahala maalum, kwamba hapa ni mahala patakatifu na pasafi, panafaa kuwekwa msahafu, tena murtafi, sehemu ya juu, sio linapakwa kwa chini. Haya mtoto ayaone ukiwa mdogo, namna unavyoienzi Qur'ani. Pale unapoikuta basi unapokaa unaichukua ile Qur'ani kwa heshima zote, unaenda kuiweka mahala pake panapostahili. Mtoto anakuwa akiwa anayaona haya. Ndio malezi, haya ndio malezi ndugu zangu. Ikrima ibn Abi Jahal ana kisa chake. Bwana ni mtoto wa Abu Jahal. Huyu Abu Jahal mkuzi nayemsikia na kumjua. Mwanaye huyu baada ya kumkubali Uislamu akasilimu, alitengeneza uradi, kana Ikrima ya'khudhu Qur'ana kila sabahi. Alikuwa huyu Ikrima ametengeneza utaratibu, kila akiamka asubuhi anakwenda mahala palipokuwa Qur'ani ilikuwa mahala pazuri kabisa, anaichukua ile Qur'ani. Akishaichukua ile Qur'ani anaibusu ile Qur'ani, halafu anairudisha mahala pake. Watoto wake wanaona hiyo hali, mtoto naye anakuwa anajua utukufu wa Qur'ani uko hivi, kwa sababu ni vitendo ambavyo sio analazimishwa, anaona kafanyika. Ndugu yangu Muislamu, hebu sema mwenyewe na moyo wako, ndani ya mwaka mmoja mwanao amekuona mara ngapi ukiamka usiku kusali swala? Mwanao amekuona mara ngapi wewe ima na mke wako mnaamka usiku mnaswali swala za usiku za kiamu leo? Hii vitu havioni. Mtoto anachokiona kwako, ukitoka kazini ni ukute chakula kiko mezani, ukute chai iko mezani, utakula. Anakuona unakwenda msikitini salatu al-isha, ukitoka kuswali salatu al-isha unafika mezani pale, uchukua remote na wata TV, mambo yanaendelea nasa. Baada ya hapo unakwenda zako kulala. Haya ndiyo malezi anayoyapokea mtoto kwako, lakini haoni kwamba ni yule amemuona baba yake ameamka wala usiku kaenda msalani, anasikia baba yake yuko anafanya ibada, anamuona baba yake mida ya saa 7 usiku anachukua hivi kwa ajili ya kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe tumebakia tunaswali swala za usiku kwa sababu zifuatazo. Umeenda kwa shekhe, bwana mimi kazini kwangu Muislamu simuelewi. Mwingine anaenda kwa shekhe, bwana mimi bwana na nyaraka zangu na apply kazi mahala, lakini sipokelewi na niwaahidiwa tu haja zikamiliki. Shekhe bwana mimi kuna jirani yangu huyu
natamani tena aondoke hata duniani, namna anaponikera. Shehe ndio anakwambia ukitaka bosi wako akuelewe, amka usiku mlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuelekeza vizuri tu, si vibaya. Amka usiku, swali swala fulani, soma uradi fulani, soma sura fulani kwa ajili ya kubeba Allah subhanahu wa ta'ala. Bosi wako atakupenda. Bwana, hizo karatasi zako, hizo nyaraka zako, hebu amka usiku ziweke mbele yako, zisomee uradi fulani, zisoma uradi fulani, alafu ukimaliza hebu zifunge kwenye bahasha, alafu zipeleke mahala unapoenda kufanya kuomba kazi. Mimi naelekezwa na shehe huyu, ndio nitasimama usiku kwa ajili ya lengo hili, ili mambo yangu ya kidunia yaweze kwenda mbele. Sasa wewe, hatuwezi kukuhesabu ya kwamba unafanya ibada za usiku itibaa marubati la. Wewe huna malezi hayo. Malezi hayo sio yako kabisa. Wewe kwa sababu ya habari zako za kidunia na umeelekezwa hivyo, kama ufanye hivyo, na siku jambo lako likikaa sawa ndio usimame usiku tena. Muislamu anatakiwa ajiwekee utaratibu wa kuamka usiku kufanya ibadati mbalimbali. Lakini haya ni nidhamu. Kama huna malezi huko utotoni ukaona Uislamu ndio hivi, huwezi kufanya hivyo. Namkumbuka mmoja katika mabibi, nikiwa mdogo kabisa, nasoma hizi alifu hizi. Bibi hakusoma hata alifu be. Lakini wazee wetu wa zamani, pamoja kuwa hakusoma, walikuwepo watu wenye heshima na dini kweli. Mnakumbuka watu wazima, mpaka inafika mahala una kuku wako wa kuchinjwa anatolewa hapa apelekwa mtaa wa tatu akachinjwa na fulani. Mimi mwenyewe sijaanza hata shule ya msingi na ndio kwamba nilikuwa kidogo sana. Nimetoka zangu madrasa, nimekaa nyumbani, nimechukua mzuri kakao kidogo, nikachana kakachwa, afu nikawa nacheza nacho. Bibi anatoka chumbani, mtu mzima sana, anatoka chumbani, anaona nimekamata kipande cha Qur'an, karatasi ya Qur'an. Ukali aliyoonyesha siku hiyo bibi mpaka leo nakumbuka. Na nilitoka pale nikijua kumbe Qur'an ni kitu kikubwa kiasi hiki. Yaani ndani ya utoto wangu tu, ile nguvu aliyotumia bibi, ukali aliyoonyesha, mfimbo aliyomchukua akanipiga nao mgongoni, kwamba kwa nini naidhalilisha Qur'an kiasi hicho, ilinipa picha kwamba Qur'an sio kitu kidogo, bila kusoma mbele ya mwalimu. Kwa nini hiyo niliona ikifanyika kwa mtu ambaye naamini ni mkubwa, hawezi kufanya mabaya? Kwa hiyo watoto wetu wayaone tunayoyafanya, ili wakiaiga yaende yakawape manufaa katika maisha yao. Allah tabaraka wa taala yaqulu biqawli yajidul muhtadin fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'ati. Mada yetu ndugu zangu Waislamu, mada yetu ni kuhusiana na malezi, kwamba malezi na ufundishaji unatakiwa uanze nyumbani kwa vitendo, halafu baadaye ndio anapelekewa mwalimu, anakuwa anampa habari za dini. Lakini vitendo kabisa, vitendo vinatakiwa vionekane majumbani, na ndio malezi. Ikrima, nirudie kumzungumza huyu katika kuiheshimu Qur'an. Alikuwa akishaichukua ile Qur'an, alikuwa akisema pia maneno hadha kalamu rabbi, kwa heshima kwanza, hadha kalamu rabbi, haya ni maneno ya Mola wangu. Na inasemekana siku moja Qur'an ilidondoka chini mbele yake, mbele ya Ikrima. Qur'an ilidondoka chini,
Ikrima alikuwa yuko pembeni, na si kwamba kaidondosha Qur'ani yeye, alitoka kule kwa haraka ya hali ya juu, akaukimbilia ule msahafu, akaikamata ile Qur'ani kwa nguvu, huku akiwa anatetemeka. Baada ya kuwa ameukamata vizuri madhubuti, akaongea na msahafu, sio kuongea na Allah, akaongea na msahafu wa Ikrima, akauambia ma qadarnaka haqqa qadrika ya kitab Allah. Haya ni maneno anaiambia Qur'an, kwa maana hatuja kupa nafasi na heshima ya juu ambayo wewe Qur'ani unastahili, kama heshima aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka unadondoka sisi tunakutazama Qur'an. Leo Qur'ani yaonekana mahala mtu anaona kitu kawaida. Katika kumalizia hotuba yangu, ndugu zangu, katika majambo ambayo mzazi anatakiwa ayafanye pia kwa mtoto, yani ayafanye mtoto aone, ni at-tahdhir min hamlihi biduni tahara, ni kumtahadharisha mtoto atahadharishe kuichukua Qur'ani bila kuwa na tahara. Uwe unaudhu, uko safi kabisa, ndio ushike Qur'ani. Kama mzazi, mtoto atakuwa makuzi yake, anakuona unataka kuchukua Qur'ani, anakuona unaenda kuchukua huko, alafu unachukua Qur'ani, naye atakuwa hivi. Ukimwambia Qur'ani hii haishiki ikiwa mchafu, ataelewa, kwa sababu anaona unafanya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yamassu al-Qur'an illa tahir, asiguse Qur'ani isipokuwa mtu aliyekuwa tahara. Jambo lingine ni at-tahdhir min wad'ihi ala al-ardh, ni kutahadharisha kabisa kuiweka Qur'ani ardhini, ili jua weka tu chini. Hebu fanya vile vitu vyako unavyoviheshimu sana, namna unavyoviweka sehemu ya juu. Siku moja wakati niko darasani, kuna somo tuliletewa na mwalimu linalozungumza, ikitokea umechukua milioni zako 5 ukaziweka pale sitting room kudeleza pale, milioni zako 5 si unazo, umesika pale sitting room, alafu unaendelea na majambo mengine, ghafla unarudi kuiangalia pesa yako hiyo. Sheria inakwambia usimlaumu yoyote ilaumu nafsi yako. Hizo pesa zina viwango tofauti tofauti, na kila kiwango kina mahala pake pa kuiweka. Huwezi ukaja msikitini kwamba naenda kwanza msalani, alafu uchukue 50 zako ziweka mlangoni, alafu enda msikitini, alafu usipozikuta uanze kulaumu Waislamu. Huwezi kweli. Hapo ulipoweka mahala pake, umeiheshimu, umeipa haki yake hiyo pesa. Kwa hiyo mtoto aone Qur'ani ni namna gani inapewa kipaumbele. Nimalizie kauli ya Al-Imam Nawawi rahimahullah, amesema katika kuiheshimisha Qur'an, mtoto akuwa akiwa anajua hilo, yukrahu maddu rijli ila al-mushafi, ni makruhu kabisa kunyoshea mguu msahafu. Msahafu kwa mbele, wewe umenyosha mguu, wewe msahafu kwa hapa, alafu umenyosha miguu kuielekeza ile msahafu. Hiki kitu hakifai. Wa wad'i shay'in alayhi, na kuchukua kitu ukakiweka juu ya msahafu. Sisi tumekuwa tunajua hii, hatujua maandishi yaliko wapi, lakini tumekuwa tunajua kabisa ukipanga vitabu vyako lazima Qur'ani iwe juu. Tumekuwa hivi. Watoto sasa hivi zamani hawazijui kabisa kwamba Qur'ani yapaswa iwe juu ya kila kitu ambacho kiko katika mahala ilipowepo Qur'ani. Watoto hawajui. Si watoto sisi. Sasa kama sisi malezi hayo hatukuyapata, wale ambao walipaswa kutupa malezi huenda
hawakufikishiwa uhakika wa somo hili. Mimi na wewe bado tuko hai, na walio wengi nikiangalia umri wetu waliokuwa wengi bado tunaendelea kuzaa. Kwa hiyo hawa watoto ambao tunaowazaa tuhakikishe wanapata matendo tunayoyafanya sisi, matendo ambayo yatakuwa na manufaa makubwa katika maisha yao baadaye. Mungu akiona hiki anachokifanya huyo, anaona kweli ana malezi nacho, thawabu zinarudi kwa aliyetoa malezi hayo ambaye ni mzazi. Ile hadithi inayosema sijui mtu akifa kila kitu kimeondoka isipokuwa mambo matatu, alafu akaweka mwisho kule au wala tuswali kule yake ula amwache mtoto anayemfanyia dua mtu huyu. Miongoni mwa dua si mpaka atukubali aweze kutaja wewe kule kufanya mambo ya khairati ambayo yamesababishwa na taaluma yako, namna ulivyomlea, tayari mkiwa kwako. Mwenyezi Mungu anakulipa na anakulipa wewe na hayatoi kutangulia mbele ya hapo. Inna Allaha malaikatahu yusalluna